Karibu tena kwenye mada ya typology sehemu ya pili. Nisema typology ni vielelezo au mifano ambayo Mungu alitumia kuonyesha kweli za Biblia. Nilisema kwamba tulishia kwenye Adam, kwamba Adam yeye alikuwa akimwakilisha Yesu. Biblia inasema kama vile kwa mtu mmoja Adam dhambi iliingia duniani, vivyo kwa mtu mmoja Yesu neema na kweli vimekuja kupitia yeye. Lakini tukiangalia kuwa Musa alileta sheria, lakini Yesu alileta neema. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Mungu alikuwa anatumia kielelezo. Agano la Kale walimuona Yesu katika hali ya kimvuli, hawakumuona katika hali ya uhalisia. Ninaposema hali ya uhalisia, maana yake hakuwa picha kamili kama ilivyokuwa Agano Jipya. Agano Jipya alitokea yeye akiwa picha kamili. Kwa kwenye Agano Jipya hakukuhitajika tena aongelewe kama picha. Ndio maana yeye mwenyewe anasema kwamba kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la samaki kwa muda wa siku 3 mchana na usiku, ndivyo itakavyokuwa kwa mwana wa Adamu katika moyo wa nchi kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Kwa hiyo Yona naye alikuwa ni picha ya Yesu katika Agano Jipya. Kwa hiyo tunaona kwamba Yona alikuwa anamuelezea Yesu au alikuwa ni unabii wa Yesu. Lakini pia hata kuja kwake Yesu kutakuwa sawa na vile ilivyokuwa siku za Nuhu. Anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu, ambapo watu walikuwa wakioa na kuolewa siku za Nuhu, ndivyo hata siku za mwana wa Adamu watu watakuwa wakioa na kuolewa. Wakolosai 2:16-17 inasema hayo yote yalikuwa ni kimvuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo Mungu hufanya hivyo kufundisha au kuleta maana ya kitu ambacho yawezekana sio halisi au kinaweza kuwa halisi hapo baadaye. Lakini pia tunaona Mungu pia alitumia vitu kama vinne. Mungu alitumia vitu kama vinne kuwakilisha kweli za kibibilia. Alitumia mtu, tuliona pale Adam. Alitumia mtu, tuliona pale Adam. Tunamuona pale Haruni, manake katika hali ya ukuhani. Haruni yeye alikuwa ni kuhani. Tunamuona Melkizedeki yeye alikuwa ni mfalme wa Salemu. Yesu alikuwa ni mfalme wa amani. Melkizedeki alikuwa ni kuhani mkuu, na Yesu anafananishwa na Melkizedeki. Anasema yeye ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Melkizedeki alikuwa katika mwili akiwa kuhani mkuu, lakini pia alikuwa ni mfalme wa Salemu. Yesu alikuwa katika hali ya Agano Jipya. Alipotokeza alijulikana kama kuhani mkuu, lakini pia alijulikana kama yeye ni mfalme wa amani. Tazama anakuja, tazama anakuja mfalme wa amani. Hosana, hosana. Waliimba hosana. Na ndio maana siku ile wakati wanaenda kule Yerusalemu walitandika majani wakimshangilia, akasema hosana, hosana. Amebarikiwa yule ajaye kwa jina la Bwana. Tazama amepanda punda, pole mwana punda. Yesu alimaanisha kuwa yeye alikuwa ni mfalme kama vile Melkizedeki alivyofananishwa kuwa ni mfalme wa Salemu, pia ni kuhani mkuu, lakini pia Yesu alifananishwa. Lakini pia tunaona kuwa nyoka wa shaba alikuwa akimwakilisha Yesu pale msalabani. Nyoka wa shaba alitengenezwa baada ya wana wa Israeli kule jangwani kufanya uovu, kwa hiyo wakawa wanang'atwa na nyoka wale wa kawaida, wakawa wanawaua. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba na umtundike juu ya mti. Nyoka wa shaba, jinsi walivyokuwa wanamtazama yule nyoka, watu walikuwa wanapona. Wanamtazama, watu walikuwa wanapona. Kwa hiyo
hata Yesu mwenyewe alipokuja akawaambia watu, kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, ndivyo Mwana wa Adamu na yeye akiinuliwa atawavuta wote waje kwake. Na ndio maana hata leo sisi hutazama sana msalaba, kwa sababu Yesu alitundikwa juu ya msalaba, na ule msalaba ulihusika sana kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya uponyaji, kama nyoka wa shaba alivyokuwa ameinuliwa pale jangwani. Lakini tunaangalia kuna kitu kingine pale jangwani. Kulikuwa na kitu kinaitwa mana. Mana ulikuwa ni mkate ulioshuka kutoka juu. Kila siku waliweza kula ile mana pale jangwani. Ile mana ilikuwa ikishuka, lakini tunaangalia hapa Yesu anasema mimi ndimi chakula, au mimi ndimi mkate ushukao kutoka juu. Kwa kule jangwani tuliona kwamba wao waliipata mana, lakini katika Agano Jipya yeye anajitambulisha kama mkate, yani kama mkate. Na ndio maana kwenye sanduku la agano kulikuwepo na mana ambao ulikuwa ni mkate wa onyesho, lakini ule kwa namna ya kimwili waliona mkate kama mkate, lakini hawakuweza kutambua mafumbo haya. Ndio maana manabii wengi walimuona Yesu akiwa mbali. Hata anayeandika kitabu cha Hesabu, Musa, anasema tazama, ninamuona lakini sio sasa. Ninamuona lakini sio sasa. Ninamuona. Hii ulikuwa ni unabii wa yule ambaye alikuwa anaitwa Balaam. Katika kitabu cha Hesabu Musa anaandika habari hizo kwamba Balaam alimuona Yesu akiwa na nguvu. Yeye ni mwana simba. Ndio maana tunasema simba wa kabila la Yuda. Tunaposema simba haimaanishi kuwa ni simba kama simba wengine, bali nguvu zake ni kama nguvu za simba. Kwa Mungu hutumia mifano na maumbo, ndio neno maana ya typology. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa unasoma Biblia hauelewi. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 10, ukiendelea kule mbele kabisa utakutana na mahali palipoandikwa wote wakabatizwa wawe wa Musa. Nadhani kwa sura ya 11 kuanzia hapo mpaka 13, wakaunywea ule mwamba wa roho na wakala kile chakula cha roho, na mwamba ule wa roho uliofuata ulikuwa ni Kristo. Kwenye kitabu cha Matendo, nadhani kwenye Matendo 7, yale masimulizi ya Stefano wakati Wayahudi wanamhoji, alisema yeye ndiye aliyekuwa mchungaji kule jangwani. Yaani Yesu alikuwa ndiye mchungaji kule jangwani. Maanake katika Agano la Kale hawakumuona kwa jinsi walivyomuona katika Agano Jipya. Katika hiyo miaka 2000 iliyopita hawakumuona kama walivyomuona katika Agano Jipya. Kuna mahali alionekana kama nguzo ya moto, kuna mahali alionekana kama wingu, kuna mahali alionekana kama mwamba. Ingaje wao waliona tu ni mwamba tu unatoa maji, lakini Mungu alikuwa na vitu vingi vya kuwafundisha. Kwa hiyo ninataka tu nikwambie kwamba Mungu alifundisha kwa mifano katika Agano la Kale.